Wild West TV. Na mashabiki wa soka nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla imeota mbawa baada ya Simba Sports kutoa taarifa kufanyiwa vurugu, kushindwa kupewa haki yao ya msingi ya kutumia uwanja wa mechi siku moja kabla mchezo. Hiyo ilitokea majira ya usiku wa kuamkia siku ya mechi. Mwisho wa siku Simba wakatoa msimamo wao kwamba hawatapeleka timu uwanjani, lakini baadaye bodi ya ligi imekaa na vikao ndani ya bodi. Mwisho wa siku wakatoa maamuzi kwamba mchezo huo unaahirishwa na utapangiwa siku nyingine. Lakini pia Yanga nao wameendelea kuonyesha mbwembwe katika mitandao ya kijamii baada ya kutoa kikosi saa moja kabla ya mechi, na mechi ilipangwa kucheza majira saa 1:15, lakini baadaye wakapeleka mpaka basi muda wa mechi ulipofika uwanjani na wakafanya mazoezi kabla ya mechi. Mwisho wa siku wakaondoka katika uwanja huo baada ya kutokuonekana kwa Simba Sports, licha ya kwamba bodi ya ligi ilitoa taarifa kwamba mchezo huo haupo. Huko mengi yakizungumzwa kwamba huu ni muendelezo tu wa bodi ya ligi pamoja na TFF kutokusimamia kanuni na sheria za soka nchini Tanzania kwa weledi, kwa sababu endapo wangekuwa wanafanya hivyo na kuwawajibisha wale ambao wanakosea kwenye baadhi ya makosa, haya yote yasingetokea katika mchezo huu wa Derby la Young African dhidi ya Simba Sports Club. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya comment juu ya sakata hili. Lakini pia kuelekea mchezo huu, mengi yalikuwa yanazungumzwa na mengi yalikuwa yanatajwa, huku Young African kuelekea mchezo huu alikuwa kileleni kwa alama 58, huku Simba Sports akiwa na alama 54 nyuma kwa mchezo mmoja, mchezo ambao hakucheza dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Dodoma Jiji walipata shida, walipata ajali, na ndio maana mchezo wao kuahirishwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine timu zote mbili zilikuwa zikihitaji sana mchezo huu, zilikuwa zikihitaji sana alama 3 katika mchezo huu, lakini mwisho wa siku mchezo haujachezwa, huku wadau pamoja na wapenzi wa soka wamekuwa na maoni mbalimbali kutokana na jambo hili, lakini maoni hayasaidii kitu kwa sababu mchezo umeahirishwa. Tuandikie pia maoni yako, wewe mtazamaji wa West TV, una maoni